Tupo na mzee Mkalipa. Huyu ni mzee maarufu sana katika mji wetu huu wa Kinyamwezi na ana nyadhifa zake katika Chama cha Mapinduzi cha CCM ambacho kinachopatikana hapa Kinyamwezi. Mzee wangu, habari za jioni? Nakushukuru Mwenyezi Mungu, naendelea tu vizuri. Mzee Mkalipa, wewe ni mkazi wa huku Mabwaya Samaki, na katika eneo hili mna tawi lenu la CCM Kinyamwezi B. Hatimaye leo hii mwenyekiti Fahadi Mlali amekuja kuleta matirio mbalimbali ikiwemo tofali, nondo, simenti pamoja na kokoto ili kwenda kukamilisha ujenzi wa tawili la CCM Kinyamwezi B. Wewe kama mhusika wa chama cha CCM, una furaha gani leo hii mara baada ya kuona matirio haya kuletwa katika ofisi yenu ya chama? Kwanza kabisa ningependa kujitambulisha, jina langu naitwa Masudi Saidi Mkalipa. Ndio. Ni mjumbe wa Chama cha Mapinduzi shina namba 2. Ndio. Kwa hivyo katika ujio huu wa mwenyekiti kwa siku ya leo, kwa kweli tumemshukuru na kumwombea Mwenyezi Mungu katika kulitekeleza lile alilojiahidi katika kampeni wakati anagombea uongozi. Kwa hiyo katika kufika kwake huku leo na kutekeleza kuleta hivi vifaa katika eneo letu, kwa kweli kwanza tunamwombea Mwenyezi Mungu ili aweze kulikamilisha hili jambo alilokuwa ameliomba na kulitekeleza katika kipindi chake cha uchaguzi. Na hivi sasa sisi tu tuna furaha iliyokuwa ni mzito, na mimi nipo katika eneo langu hili la Kinyamwezi B kwa kweli takribani toka mwaka 1999 nipo katika eneo hili, na wananchi walijitahidi na wanachama kujichangisha kwa kutumia mifuko yao mpaka kufikia hatua hiyo waliokuwa wamefika. Lakini mpaka sasa hivi ahadi nyingi zilikuwa zinaletwa na watu ambao baadaye wakishapata zile nafasi wanatubwaga, lakini hatimaye ndugu yetu huyu kwa mwaka wake mmoja ameahidi na kwa kutekeleza vitendo kwa hivi sasa. Kwa hiyo kwa kweli sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu atekeleze kwa vitendo kama hivi alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo furaha kubwa imekaa juu yangu moyoni mwangu leo. Mzee wangu Mkalipa, tutarajie hapa ujenzi rasmi utaanza lini wa ofisi yenu ya chama cha CCM hapa Kinyamwezi B? Utaanza pindi itakapokuwa vifaa pale vitakuwa vimetimia, kwa sababu pale sasa hivi kilichokuwa kimebaki kuna mbao ambao kwa ajili ya kufunga lenta kwenye jengo letu, tumebakiwa na mchanga ambao kwa ajili ya kuchanganyishwa na zile kokoto ndio kinapatikana kitu kinachoitwa lenta. Kwa hiyo zile lenta zikishafungwa tayari zinapandishwa tofali 3 juu na tayari kwa kuanza kupaua. Na katika kiongozi huyu tayari ameshaanza kuleta hivi vitu, na hivi vitu vilivyobaki atatuelekeza lini atatukamilishia. Akitukamilishia na sisi wenyewe wanachama tutakuwa tuko bega kwa bega katika kuhakikisha jambo hili linatekelezeka, maana bado tuna hamu kubwa sana katika kukamilisha jengo letu hili. Tunalihitaji tulitumie, hata kama vitu hivi kikamilika leo au kesho, basi na sisi ofisi yetu tutajivunia, kwani hata hivi sasa hivi mikutano yetu ilikuwa tunaifanya hapa, lakini tunafanyia nje. Lakini kama mnavyoona jengo tulikuwa nalo hili, lakini ukamilikaji ulikuwa haujawa sawa. Tutegemee mpaka 2026 jengo hili litakuwa lishakamilika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mpaka 2026 kama Mwenyezi Mungu atakuwa ametupa pumzi, mambo yetu yatakuwa mazuri na tutakaa kwenye jengo letu na kufanya mambo yetu yote. Asante sana mzee. Nashukuru sana.